Baba, unauza vitu mbalimbali, unapiga picha, unaweka pale kwenye mtandao, unakaribisha wateja. Lakini wewe baada kutumia mtandao kwa fursa, mwanzo mwisho huko kwenye mambo hayo. Kwa sababu mwili una milango ya fahamu. Milango ya fahamu ni pamoja na macho. Macho ndio unayatumia kwa sasa kuangalia hivyo vitu kwenye mtandao. Kwa hiyo unakuta kwamba kama uenendi katika roho, maana yake wewe unaenda kutimiza mapenzi ya mwili. Ukitoka hapo njaa imeuma, unaanza kutafuta chakula. Baada ya hapo usingizi umekuja kwa sababu umechoka, umeangalia simu muda mrefu. Unaenda kwenye simu, unaenda kutafuta chakula, unaenda kulala, siku imeisha. Ulichoingiza hakipo. Zaidi ni umbea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Muulize jirani yako, unatumiaje mtandao? Au ni wewe unachati ukiwa kanisani? Muulize wewe upo unachati kanisani hapo unatuma message. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya, haleluya. Amen. Watu wameenda mbali zaidi. Wamekaa ibadani, imetulia, unakula neno, ndio ipo wanachati. Anaandika message vipi vidogo vile, message inaenda ta. Message inaenda ta. Hilo ni pepo. Huyo ni agent wa shetani. Yaani unakuwa naye kanisani hapa. Huyo ni agent. Lakini neema ya Mungu ipo siku ya leo. Hayo yote yanaondoka dakika chache zinazofuata. Tunahitaji kubadilishwa kuwa watu wengine. Amina. Tunabadilishwa na nani? Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17 unaweza kukaa ndugu yangu pale. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. 18. Lakini mkiongozwa na roho, ampo chini ya sheria. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya: uasherati, obusiyani, obusambani, abasigazi, atyaha, vijana wa kike, vijana wa kiume, uzinzi, uasherati. Wamevutwa na dunia. Leo ndoa nyingi sana hazifungwi. Hata zikifungwa vijana walishamaliza. Kwamba sioi mbuzi kwenye gunia. Nakalimone kama ana mapembe au ana mapengo. Ni changamoto kubwa sana. Yesu akiita kizazi cha zinaa na dhambi, uasherati. Usipopata nguvu ya Roho Mtakatifu hauchomoki pale. Utajificha kanisani, utatubu na kutubu, kwa sababu hujapata neema ya Roho Mtakatifu ya kukutoa kule jumla. Siku ya leo mtake Roho Mtakatifu akutoe jumla kwenye hilo jaribu, kwenye hiyo dhambi, utoke moja kwa moja, uishi maisha ya utakatifu. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uchafu, ametaja uchafu hapa. Ni zaidi ya kutooga. Unapoongelea uchafu hapa, zaidi ya kutooga. Uchafu wa mwili, uchafu katika mawazo yako, fikira zako. Mawazo yamejaa ngono. Kijana mdogo, naangalia mamikanda ya X, kichwa kimeparalyze, umekufa. Yani uko hai, unatembea hivi, umekufa. Kijana, utakuona hivi kama una akili timamu, kumbe kwenye mawazo tukifumua kwenye ubongo mle, tukaangalia hivi mawe ndio mimi nyokuzibionka, naona uozo mtupu kwenye kichwa.